Mkuu wa wilaya ya Ubungo amefanya ziara ya kukagua miradi mbalimbali katika shule za msingi katika wilaya ya Ubungo, kukagua miradi ya ujenzi wa madarasa lakini pia pamoja na miundombinu ya vyoo. Na haya ndiyo aliyoyabaini. Serikali ya awamu ya 6 imekuwa inaleta hela nyingi, na hela zinashuka moja kwa moja kwenye akaunti za mashule kwa ajili ya utekelezaji wa miradi. Sasa kumekuwa na spidi ndogo sana ya kutekeleza miradi. Kuna maeneo fedha ziko mwaka mzima, miradi haijaanza, kwingine imeanza. Sasa tumepita kwa ajili ya kufuatilia sababu. Ziko sababu ambazo zilijitokeza, lakini sioni kama zinatosheleza kuwa sababu ya moja kwa moja kwamba ndio sababu ya kuchelewesha miradi. Ni lazima kuna maeneo watu fulani huku chini walitakiwa kufanya vitu fulani hakufanya kwa wakati. Kwa hiyo tumekuwa tunafanya engagement. Mkurugenzi wa manispaa ameshaanza kuchukua hatua fulani ambazo naamini zinazaa matunda, hasa kwenye idara hizi mbili, elimu msingi na elimu sekondari. Kwa hiyo nasaidiana nao kutatua yale yaliyopo upande wangu. Mwisho wa siku wananchi na wanafunzi wanahitaji miradi iliyokamilika ili malengo ya serikali ya kuboresha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia yaweze kutimia. Kwa majina naitwa Humphrey Leonce Mtili. Nimeambatana na mwenyekiti wangu wa mtaa jirani Ondogo, kwa maana tunachangia hizi shule, anaitwa Leonard Sabuni. Mimi kwa kifupi wazo langu au kinachokiona kwamba sasa serikali iangalie mwalimu adili na chaki au kufundisha wanafunzi, alafu hii miradi kuwe na watu wa kusimamia. Kwa sababu unamkuta kama hapa mwalimu tunambana hapo mkutaba ana wakati mwingine wa kufundisha. Unaona vitu kama vinawachanganya. Sababu mwalimu bora babaki na kitu kimoja, kaajiliwa kwa ajili ya shule ya kufundisha, abaki kwenye mambo ya kufundisha. Alafu ya huku sasa serikali tuangalie wakae wanasiasa au kamati ile ya shule kama ni bodi iweze kusimamia mambo ya ujenzi. Mimi naamini kila kitu kitaenda haraka sana. Kwa sababu gani nasema hivi? Unakuta hela zinatoka kwa mkurugenzi. Mwalimu kaajiliwa na mkurugenzi. Kitu kinakwama anashindwa kusema kwa kuwa ni bosi wake. Hasa ukiangalia kama hii miradi inachelewa tunaambiwa next. Ndio maana mkuu wa wilaya akasema, je, chai pale ofisini watu wanasubiria next ili wanywe chai, lakini vitu unakuta hapana. Kwa hiyo naamini kuna mfumo fulani hapa inabidi ubadilike, naamini itakuwa kidogo na afadhali. Kwa mfano kama nasema bodi ya shule ambao ni wana watoto wao hapo, hawezi kukubali mtoto wake ateseke kwenye hali kama hiyo hapo. Kwa hiyo miradi mingi na hisi wanaosimamia watu sio sahihi. Kwa hiyo inabidi tubadilishe mfumo wa usimamizi kwa watu sahihi zaidi, naamini ili jambo litaisha kwa wakati. Mwalimu abaki na majukumu yake ya ualimu. Mwalimu abaki na majukumu yake ya ualimu. Mambo ya ujenzi sasa serikali angalie ile kamati au mheshimiwa diwani na wenye viti ndio kadiri na hivyo vitu vya kijamii.